kama haupo kwenye sekta hii ukasikiliza yote nilivyosema hapa, unaweza ukajiuliza kumbe kuna shida gani. Lakini mimi nitawauliza, na mwaka wa 5 kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambayo ndani yake ndio kuna makundi ambayo mara nyingi ndio yapo pana hapo yanakatiliwa zaidi. Kwa nini mimi najulikana zaidi kuliko nyinyi? Kwa nini mimi najulikana zaidi kuliko mtakuwa wenyewe? Kwa nini mimi silali napokea message kutoka kona zote? Simu, mitandaoni, ni Gwajigea, Gwajidi, njoo. Nyinyi kwani mko wapi? Mimi msaidi. Naongea ukweli na dakika. Historia yangu ilikuisha ikao inaanzia hapo. Kwa nini mimi niwe maarufu kuliko nyinyi watendaji ambao ndio mna idara, ndio mnaziongoza, ndio mna hii mifumo iko ngazi ya mkoa, iko ngazi ya wilaya, mnasema iko ngazi ya kata. Nimejisomea data zote hapa na nitaomba nipewe taarifa zote zilizosomwa ili niweke, ili taarifa inayokuja nilinganishe. Lakini mimi kwa nini niwe maarufu zaidi aanzifu? Huu mpango sasa mimi ni wa kwangu binafsi, nitaondoka nao, wakati ni mpango wa serikali mmeuandaa wenyewe. Kwenye annex namba 3 huku mwisho mkaweka na activities za kufanya, mkaziwekea na bajeti zenu kwa kila mwaka. Miaka 2 imepita, annex 3 hii hapa. Lakini kwa nini sasa Gwajidi nimefanywa hiki Gwajidi? Mnaniambia hapa kuna kamati ziko 8. Very good. Na mimi niseme hapa, hizi kamati hizi uchumi wa kaya, mikakati ya uchumi wa kaya meimba vizuri sana kisera, kimiongozo na kivyombo ambavyo viko chini. Kwa nini nipokee message za kila saa? Mtu hana friji la kuuza juisi, ana mradi wako unakufa. Na hizi fursa zote zipo za serikali na wadau wa maendeleo wa sekta binafsi. Kwa nini niende ziara Ubungo nikute wanalalamika ina mama na majukwaa yao uwezeshaji kiuchumi, vikundi 5, sijui cha mama kwanza, sijui cha ni kweli, sijui cha nini, ninazo vyote, hawajapata mkopo kwa changamoto ambazo ziko ndani ya ule uwezo. Alafu mimi niagize, alafu wiki moja baadaye vinaanza kupata, mwezi mmoja baadaye vinaanza kupata, baada ya miezi 2 wote wamepata, waanze kunishangilia mimi. Nyinyi wenye kamati yenu ya uchumi wa kaya mnakuwa mlikuwa wapi kuyabaini hayo kutoka huko? Kabla mimi sijaenda, nikiwapa simu yangu hii mkague yaliyomo huko, mtazimia wote, hata mtaelewa nilitumia nguvu gani, nilitumia nini kuweza kuzipokea na kuzijibu. Wenzangu nyie mnazongani? Kama na nyinyi mnapokea na mnajibu, basi tuna tatizo kubwa la ukatili kuliko tunaposema kwamba eti umepungua. Mwenyekiti, unanielewa? Kama mila na desturi na vitini vya mila na desturi na mwongozo wa majadiliano ya kimila kuhusu mila na desturi vinafanya kazi. Haya, tuna vigodoro kwa nini huko? Mpaka mimi niende huko niwaite wananchi wasema tumechoka vigodoro, tumechoka vigoma, tumechoka vijamvi. Sijui na nini, watoto wanapigishwa vigodoro na vijamvi wanapata, na watu wazima wapo, serikali ya mtaa iko hapo hapo, serikali ya kata iko hapo hapo. Hizi kamati ninazoniambia zimeshuka mpaka kwenye kata, polisi kata yuko hapo hapo, na wajumbe wenu mnawasema wako hapo hapo. Vinapitaje vile? Na kamati ya sheria mko hapo. Kwa nini Watanzania wakiniona nini huko online
na kwenye vyombo vya habari waniulize, hivi mama, huu utamaduni wa mila na desturi za mtoto wa kiume anakuwa anajitanabaisha kama mtoto wa kike, anavaa na magauni, anavaa na hereni, anatoboa, alafu watu wa utamaduni mko huko, mtueleze huo ni utamaduni wetu? Pengine kuna muongozo au sio utamaduni wetu? Hivi vitu vinashamiri kwa sababu gani? Endapo sisi wote hapa tupo na mpango wetu tumeuandaa wenyewe na kuna hizi kamati zote. Kwa nini mimi niwe muulizo maswali namba 1 na mtafuta majibu namba 1 na nyinyi mpo na hapa mmewasilisha taarifa zenu, sijaona mkisema kuna changamoto 1 2 3? Ushoga usagaji unashamiri, unaendelea tena, wanalika na party wako kwenye party fulani wanafanya hivyo. Kwa nini wanafanya hivyo na nyinyi mpo? Mbona hamzungumzi haya mambo? Hebu semeni ushoga hapana. Mbona mnasema taratibu? Ushoga hapana. Usagaji hapana. Usagaji hapana. Sauti zenu hizo ziko wapi? Hizo promo ambazo nyinyi mnatoka nazo, mnatengeneza elimu kwa jamii. Hii sio mila yetu, sio tamaduni yetu. Hapana. Ziko wapi? Nimeona watu wanakwenda 8 March. Kila saa wananihitaji, wananipa collab kule kwenye Instagram, nipokee matangazo yao. Haya mengine yako wapi? Kama inahitaji kwamba tukarekebishe kanuni kwamba shoga mpaka na mtangaji kitendo na kitendo kiwezeka hivi, simtengeneze mazingira mengine ya kikanuni, ya kisheria yanayoweza kusema huyu ndiye au si. Tutamtambuaje kwa matendo yake? Matendo yake ni yepi? Mbona mimi mnanipa kazi ya ziada sana? Hapa mkitoka lazima maisha yangu yawe mepesi, maisha ya taifa yawe mepesi, na nyinyi wenyewe maisha yenu yawe mepesi, na kila Mtanzania na kila mtoto alindwe. Mmeniambia hapa kuna miongozo huko kwenye masoko. Haya, sawa. Vyombo vya habari ni mazingira ya umma. Mimi naona kwenye vyombo vya habari kuna mazingira salama mle ndani. Mnaona kuna mazingira salama? Unajua kuna vyombo vya habari, lakini kuna vyombo vya habari visivyo rasmi, kila mtu anapatia habari. Sijui tumeelewana hapo? Kama vyombo vya habari vimesajiliwa, ni rahisi kuviregulate, na tunaamini vina wataalamu na vina mafunzo. Na hao wenzangu wanayepakia habari huko hapo zikawa maarufu zikazunguka kabisa kuliko habari ya maana. Nani anahusika kwa regulate? Shida ni nini? Kwa nini mimi siku moja nitoke Nairobi nimepanda kwenye ndege nasikia hivi mtu anapakia habari anasema eti nyoka huyu ukifanya naye nini eti unapata hela. Alafu wiki nzima habari imeshazunguka huko, hakuna anayejibu mpaka mimi nije niwatafute niwaite, haya nionyesheni hiyo nyoka anayetengeneza hela, ukifanya hivyo yuko wapi? Waanze kulia machozi. Alafu usicomplicate mambo mpaka waite waje walipe na hela. Maana nasikia kuna kwa mbovu. Yaani ukimwita mjumbe wa kamati mtakuwa unatulipa wewe kuokoa taifa lako, unataka ulipe na nani yake? Mwambie waziri wako kulipa kama mshida ya nini hela. Hela mkazitafute, mseme hizi hapa tumezipata, bajeti yake hii hapa ndio mtalipana. Lakini mkilipa mimi kazi, kila mkiitwa eti mlipe. Ama natoa mimi naandika mpango wa hela. Mmeomba, mmetafuta. Taifa letu wote